Hakika kinachoweza kusemwa kumwelezea hivi sasa beki wa kimataifa kutoka Ivory Coast Kwasi Atoulah Yao ni kwamba amerudi, almaarufu kama Jeshi. Yeye amekuwa katika kiwango bora sana katika mechi ya watani wa jadi Simba dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo iliyomalizika kwa sare ya 2-2. Kulikuwa na mengi ya kuzungumza katika mchezo huu, lakini mojawapo ni juu ya kiwango bora, kiwango cha juu alichokionyesha Kwasi Atoulah Yao, ambaye aliingia katika kipindi cha pili akitoa nafasi kutoka kwa Israel Patrick Mwenda kama beki wa kulia. Kuingia kwake kuliongezea sana Yanga uhai katika eneo la kulia na hasa wakati wanaposhambulia. Ndio kwenye kipindi cha kwanza inakumbukwa vizuri kwamba Simba walionekana kuwa bora zaidi kwenye kushambulia na hasa upande ule wa kulia wa Yanga kushoto kwa Simba katika kushambulia. Ni kwa sababu kwenye eneo hilo akiwabo Israel Patrick Mwenda alikuwa ameanza katika mchezo huu. Bahati mbaya sana kwake Mwenda katika siku hii haikuwa siku nzuri sana ofisini kwake, kwa sababu bao la dakika ya 3, bao la mapema la Wekundu wa Msimbazi Simba lilianzia kwake. Alipoteza mpira ambao uliponaswa, mwisho wa siku Clatous Chota Chama akatoa assist kwa mfungaji wa bao la utangulizi la Simba ambaye alikuwa ni Libasege, makosa yakitokana na beki wa kulia Israel Patrick Mwenda. Kwa hiyo Simba walitangulia bao katika mechi hiyo kwa lililotokana na makosa ya Israel Patrick Mwenda, lakini katika dakika ya 9 Simba wakafunga bao lingine ambalo hili liliwekwa wavuni na Clatous Chota Chama. Mpaka mapumziko inakumbukwa vizuri, matokeo yalikuwa Simba 2 Yanga 1, kwa sababu Yanga walifunga bao lao la utangulizi katika dakika ya 17 kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube. Kwenye takwimu zilikuwa zinaonyesha mpaka mapumziko Simba imepiga mashuti 4, kati ya haya 3 yakilenga shabaha, Yanga ikipiga mashuti 5, kati ya haya 3 yakilenga shabaha, lakini bao ni 2-1. Yanga walikuja kusawazisha katika kipindi cha pili dakika 50 kupitia kwa Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha wao. Sasa katika kipindi cha pili mwalimu Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi ndipo akamtoa Israel Patrick Mwenda akaingia Kwasi Atoulah Yao. Sababu zipo kadhaa. Mojawapo ni kwamba Israel Patrick Mwenda hakuwa kwenye kiwango chake bora cha mchezo, maana inafahamika ni mchezaji wa kiwango cha juu, lakini siku hii mambo yake hayakuwa vizuri sana. Moja, lakini pili ni ukweli kwamba alikuwa tayari Israel Patrick Mwenda ameshapata kadi ya njano aliyoipata katika dakika ya 33. Mwenda alikuwa amepata kadi ya njano, lakini ilikuwa ni kadi mojawapo kati ya 2 ambazo Yanga walizipata katika kipindi cha kwanza, nyingine akiipata Mohamed Damaro Kamara katika dakika ya 23. Sasa kwa namna ambavyo mechi ilikuwa ya ushindani sana, very intense, mwalimu Pedro Gonçalves kwa busara tu akaona awapumzishe wote hao wawili ili kujiweka salama, kwa sababu upo uwezekano akafanya late tackle, halafu mwamuzi Hamza El Farik wa siku hiyo, raia wa Morocco, pengine angelazimika kutoa kadi ya pili ya njano na mwisho kuzaa kadi nyekundu. Kwa sababu hiyo kipindi cha pili miongoni mwa mabadiliko yalifanywa na mwalimu Pedro Gonçalves ni kuwapumzisha Israel Patrick Mwenda, akaingia Kwasi Atoulah Yao katika dakika 46, lakini pia Mohamed Damaro Kamara na yeye akapumzishwa kutokana na sababu hizi za kuwa tayari walishakuwa na kadi ya njano. Inaweza kuwa na sababu nyingine kadhaa, lakini mojawapo ilikuwa ni hii. Sasa kuingia kwa Kwasi Atoulah Yao, mchezaji ambaye hivi sasa yungari na miaka 29, ndio kwa sababu alizaliwa mwaka 1996 Disemba 20. Kuingia kwake kukawa kumeiamsha sana Yanga kwenye upande wa kulia. Uwezo wake wa kuzuia pindi pale waliposhambuliwa katika eneo lake ulipunguza kasi ya Simba kwenye kushambulia upande wake, kwa maana kwamba kushoto kwa Simba, kulia kwa Yanga katika kuzuia. Kwasi alikuwa mzuri katika kuwa eneo sahihi na kucheza mipira katika kuhakikisha lango lao linakuwa salama, lakini pia kwenye kushambulia hapo alitisha zaidi. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuchomoka kwa kasi, kupiga chenga, kutoa pasi na kupiga cross, kiasi ya kwamba ilikuwa kana kwamba inakumbushia yule Kwasi Atoulah Yao mwenye kiwango cha juu mno, kwa sababu inafahamika wazi msimu uliopita 24-25 Kwasi Atoulah Yao ni kana kwamba alikosekana kwa kiasi kikubwa uwanjani. Ni kwa sababu ya majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu, lakini yeye anafahamika kwa mfano akiwa kwenye kiwango chake bora msimu wa 2023-2024 katika ligi kuu Tanzania bara alifunga bao 1, alitoa assist 7 na kuchangia mabao 8 katika msimu huo, wakati Yanga ikitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, moja kati ya
safari zao za ubingwa mara 4 mfululizo walizotoa kuanzia 2021, 2022. Uwezo wake kupiga chenga, kasi, kupiga cross, kutoa pasi, utundu ndio ambao humfanya Kwasi Atula Yao anapokuwa fit kujihakikishia nafasi, lakini kuumia kwake kiasi ya kwamba baadhi ya mashabiki walikuwa kama wameshamkatia tamaa, lakini kidogo kaanza kurudi. Kwenye mechi iliyopita ya watani wa jadi iliyofanyika New Amani Complex tarehe 29 katika fainali ya kombe la Muungano, Kwasi Atula Yao alianza kikosini katika mechi ambayo Yanga walipoteza kwa bao 1-0. Alikuja kutoka akaingia Israel Patrick Mwenda kwenye dabi ya Kariakoo iliyofanyika visiwani Zanzibar, fainali ya kombe la Muungano. Lakini kwenye mechi hii ya tarehe 3 Meja Jenerali Samuyo, Kwasi Atula Yao aliingia kipindi cha pili, kwa maana kwamba sasa walipishana. Alianza Israel Patrick Mwenda, yeye akaingia kipindi cha pili. Hakika alionyesha kiwango cha juu kiasi ya kwamba baadhi ya mashabiki wakawa wakimuimba jeshi kwamba amerejea, yuko fit baada ya kukosekana kuonekana akiwa kwenye kiwango chake bora kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Lakini sasa kuna kila sababu ya kuamini kwamba amerejea. Swali ni kwamba je, ataendeleza kile alichokifanya katika mechi dhidi ya Simba pale alipoingia katika kipindi cha pili? Kwa sababu akifanya hivyo, maana yake anamuongezea mawanda kocha Pedro Gonçalves katika upangaji wa kikosi chake, kwamba kwenye eneo la beki wa kulia yungali na watu imara sana, sio tu Israel Patrick Mwenda, sio tu Kibwana Shomari, bali Kwasi Atula Yao sasa amerudi, yuko fit. Badala kucheza vidakika vichache kwa ajili ya kusikilizia namna anavyoendelea kurejea katika kiwango chake bora, sasa kuna ushawishi mkubwa kwamba Kwasi Atula Yao amerudi yule, kwa sababu kujiamini kumeongezeka. Anaingia uvunguni, anacheza mipira kiasi ya kwamba kuna baadhi ya nyakati ufikiri kwamba huyu ndiye aliyetumia karibu msimu mzima akiwa nje akiuguza majeraha na kutembea akitumia stretcher. Itakuwa vipi Kwasi Atula Yao? Ataendelea kuwa na kiwango kile katika mechi takribani 10 zilizobaki katika ligi kuu Tanzania bara, lakini mechi kadhaa za kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine, Kwasi Atula Yao amerudi rasmi, yule jeshi ambaye mashabiki wa mpira wa miguu wanamfahamu. Ni swala kusubiri na kuona, lakini katika siku hii yeye ni miongoni mwa wale walicheza vizuri sana katika sare ya 2-2 baina ya Yanga dhidi ya Simba, na hivyo kila timu sasa kubakiwa na mechi 10 za kukamilisha ligi kuu Tanzania bara, Yanga ikiwa kileleni na pointi 48, Simba iko nafasi ya pili ikiwa na pointi 43. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mpaka mapumziko inakumbukwa vizuri, matokeo yalikuwa Simba 2 Yanga 1, kwa sababu Yanga walifunga bao lao la utangulizi katika dakika ya 17 kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube. Kwenye takwimu zilikuwa zinaonyesha mpaka mapumziko Simba imepiga mashuti 4, kati ya haya 3 yakilenga shabaha, Yanga ikipiga mashuti 5, kati ya haya 3 yakilenga shabaha, lakini bao ni 2-1. Yanga walikuja kusawazisha katika kipindi cha pili dakika 50 kupitia kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha wao. Sasa katika kipindi cha pili mwalimu Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi ndipo wakamtoa